Biblia inatuonyesha kwamba Mungu anamwambia Ibrahimu ya kwamba katika nchi hii ukaayo nitaleta uzao wako mahali hapa baada ya miaka 400. Lakini jambo la kushangaza pale Kanaani alipokuwa Ibrahimu, na mambo yalitokea ambayo yalitingisha imani yake kwa namna moja au nyingine, lakini bado imani ya Ibrahimu ilibaki kuwa imara na picha ilibaki pale pale. Tunaona njaa ilikuja ikamtingisha Ibrahimu kwenye nchi ile ile ambayo Mungu alimwambia kwamba uzao wako utakuja hapa, maana nimekupa hii nchi. Pamoja na kwamba alipewa ile nchi, lakini ilimtingisha kwa njaa mpaka akaikimbia, akaenda Misri, akakaa kule kwa muda fulani. Biblia inasema akashukia Misri, akateremkia Misri. Baadaye tunaona tena anapanda, anarudi kwenye maeneo yale yale. Alafu tunaona pia sio tu kwa yeye Ibrahimu, inatokea pia hata kwa patriarch mwingine Isaka. Tunaona Isaka naye alikuwepo kwenye hayo mazingira hayo pamoja na Yakobo. Wote tunaona Isaka pia anapigizwa pale na njaa tena kubwa kuliko ile iliyotokea kipindi cha Ibrahimu. Maana kwa namna moja au nyingine imani ya Ibrahimu ingetikisika, angeanza kutilia mashaka angeanza kutilia mashaka ahadi ya Mungu. Kama ndo nchi hii ambayo umesema utawapa uzao wangu, nchi mbovu kiasi hiki, na kipindi hiko naona Ibrahimu anakimbilia Misri, anaenda kukutana na kila kitu kule. Sasa anajiuliza, nchi hii ambayo Mungu amenipa mbona inapigwa na njaa kila wakati? Lakini kumbe imani yake tu ilikuwa inajaribiwa kukaa mahali pale. Lakini tunaona pia Isaka naye pia anajaribiwa, Yakobo naye anajaribiwa, lakini baadaye tunaona ndo nchi ambayo Mungu anasema kwamba imejaa maziwa na asali. Sasa yamkini kwa wewe mtu mzuri wa Mungu naye nisikiliza mahali hapa, huenda labda uko kwenye wito au eneo fulani, yamkini Mungu amekuita kwenye wito fulani, au unafanya biashara uko kwenye eneo fulani ambalo ni Mungu kabisa, yamkini kwa kufunulia au kwa ufunuo wa ndani, kwa ufahamu wa ndani umepata uhakika ya kwamba ni nchi, ni eneo ambalo Mungu amekusudia ukae, lakini lina changamoto za kutosha. Huenda labda ni mke, lakini changamoto za kutosha. Yamkini wewe mtu mzuri wa Mungu naye nisikia hapo, unafanya biashara na unaona kabisa ndani yako hii biashara nipaswa kuifanya, au umekalia nafasi fulani whether ya serikali au kwenye kampuni, lakini kuna vita. Sasa ni nafasi ambayo nayo, lakini pia kumbuke inajaribiwa. Hata pia na Yesu pia alijaribiwa, na yeye pia alikuwa na nafasi nzuri, lakini alikutana na majaribu. Alikuja shetani akamjaribu kwenye nafasi ile ambayo Mungu alimuitia. So wakati mwingi unapojaribiwa hivyo, ni Mungu anataka hakikishe imani yako. Je, umeamini kwamba hiki nilichokuitia, umeamini ya kwamba ni kweli, umethibitisha ya kwamba ni kweli? So wengi mnajaribiwa kwenye mazingira ambayo ni kweli kabisa Mungu amekuitia hapo, ni kweli kabisa ni mke Mungu amekupa, ni kweli kabisa ni biashara hiyo Mungu amekupa, lakini inajaribiwa, mara imekufa, mara hivyo mara inafufuka tena, lakini kumbe ni eneo ambalo Mungu amekuitia. Lakini vita ni za kutosha, changamoto ni za kutosha. Usiogope hiyo nchi, yani hata kama kuna maadui, Biblia inasema kulikuwa kuna wenyeji wanaokula ni nchi inayokula wenyeji wao, lakini still Mungu alitaka bado aende, still bado ilikuwa iondoi picha ya kweli ya kwamba kuna maziwa na asali pale. Ilikuwa iondoi ahadi ya Mungu. Naona wengi walijikwaa, wengi walishindwa kufika katika hiyo nchi, lakini wachache ambao waliweka imani kwenye neno la Mungu kama wakina Yoshua na Caleb waliingia katika hiyo nchi na wakaifurahia hiyo nchi. So pamoja na changamoto ulizonazo katika wito au eneo ambalo Mungu amekuitia, usiogope. Yamkini ndio eneo sahihi kabisa ambalo Mungu amekuandalia utakalo faidi wewe na uzao wako. Amen. Mungu akutunze.